Naam, naamini kwamba tunaishi katika kizazi cha mwisho kwenye sayari ya dunia kama ilivyo leo. Na naamini kwamba Mungu anavutia usikivu wa kila mmoja, ili kwamba asipotee mtu yoyote bila ya kuwa amepata fursa ya kuona ukweli na kuukubali na kufanya mabadiliko yanayohitajika. Naamini kwamba nilikuwa pekee niliyejitolea wakati ule, Mungu alipokuwa tayari kufunua mambo haya yote. Na kama wakosoaji wangu wanavyosema, haiwezekani kwa mtu mmoja kupata mambo haya yote. Na hiyo ni kweli, lakini mambo yote yanawezekana kupitia kwa Mungu. Na alifunua tu mambo haya yote kwa namna ambayo hakuna mtu anayepaswa kupotoshwa kuhusu nani aliyeyafunua haya. Mimi si mwerevu kiasi cha kuwa nimepata maeneo na vitu hivi vyote. Hivyo, hili ni jambo ambalo Mungu amechukua mikononi mwake mwenyewe na anafanya wasilisho la kuonyesha hazina zake za kiakiolojia kwa namna iliyokusudiwa kuimarisha imani ya waumini na kuwashawishi wale ambao hawajaona sababu nzuri ya kuamini kile ambacho Wakristo wanapaswa kusema, kuwashawishi kwamba Biblia ni sahihi kihistoria na imevuviwa na Mungu. Naam, Biblia inatoa kauli kwamba kulikuwa na wakati wa ujinga ambao Mungu aliuacha, lakini sasa anawaita watu wote watubu. Naamini kwamba wale wanaopita kaburini hawatakiwi kujua mengi kama sisi tutakaokuwa hai wakati wa kuja kwa Bwana. Na hivyo Mungu amehifadhi haya yote kwa ajili ya tukio hili maalum, wakati huu maalum. Sasa watu ni wakusanyaji, na kama mahali pa matukio haya pangejulikana tangu miaka ya nyuma, pengine kusingekuwa na kitu kilichobaki hapo ambacho kingethibitisha kile kilichotokea, kwa sababu vyote vingekuwa vimechukuliwa, kuuzwa kama vitu vya kale au hirizi, aina fulani ya nyenzo za kichawi, na au kuwa na majengo makubwa ya kanisa yaliyojengwa juu yake, au misikiti au kitu fulani. Ninaamini kwamba Mungu alificha mambo haya yote mbali na ufahamu wa binadamu hadi alipokuwa tayari kuyaonyesha. Na ninaamini kwamba mimi na wewe lazima tuwe na uhusiano mkamilifu na Mungu ili tuweze kuokoka kuja kwa Bwana, kwa sababu wenye dhambi wote hawataokoka tukio hilo. Vema, Shetani amekuwepo na alikuwepo kwenye matukio yote makuu yaliyotokea. Gharika kwa mfano, na kutua kwa safina ya Nuhu, amejua hasa mahali ambapo mabaki ya mashua hiyo yalikuwa. Na amekuwa akifahamu kwamba Mungu anayahifadhi mambo haya. Ni imani yangu kwamba Shetani alipotambua kuwa Mungu angeyatoa mambo haya nje ili kuwashawishi watu juu ya ukweli na usahihi wa kihistoria wa Biblia, kwamba aliwainua watu ambao wangeweza kuwashawishi wasiwe waaminifu kuhusu kile walichokuwa wameona. Watu hawa aliwaongoza kutoa kauli zilizoonyesha kuwa walikuwa wameiona safina ya Nuhu katika maeneo mengi tofauti na mahali ilipo hasa. Sasa ni jambo la kusikitisha na ni vigumu kuamini kwamba watu wangewahadaa watu kwa makusudi. Lakini ninaamini kwamba wengi wenu mnafahamu kuwa si serikali za nchi mbalimbali pekee ambazo huwa na tabia ya kuficha habari kwa watu wa nchi zao, falme zao au chochote kile. Lakini kuna watu wengi ambao wako tayari kusema uongo ili tu kupata usikivu kidogo wa ziada, au labda kuuza kitabu. Na hivyo Shetani ameijaza dunia na hadithi kuhusu maeneo ya safina ya Nuhu,
kuvuka kwa bahari ya Shamu na matukio mengine mengi ya maandiko, kwa madhumuni ya kutatiza suala hilo, kupunguza athari, kupunguza uaminifu wa ugunduzi wa kweli ulipotokea. Na ninaamini kwamba hiyo ndiyo sababu ya madai haya mengi ambayo hakuna hata moja inayothibitishwa na ushahidi wa picha au vitu vilivyochukuliwa kutoka maeneo haya au kurekodiwa katika maeneo haya. Na ninaamini kwamba mimi na wewe lazima tuwe waangalifu sana kuhusu kile tunachoamini na lazima tuombe uthibitisho. Kitu ambacho tuseme kama vile kinahitimisha hili kwa kadiri ya mawazo yangu. Sasa Biblia inatuambia kwamba kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa mwana wa Adamu atakapokuja duniani. Sasa ikiwa tunaamini maneno hayo ni maneno ya Mungu mwenyewe, naye hasemi uongo wala kutilia chumvi, basi kulikuwa na wanasayansi kabla ya gharika, na pengine kulikuwa na wanasayansi wa uumbaji na wanasayansi wa mageuzi. Kwa kweli, ilibidi wawepo watu hawa. Sasa katika Mwanzo mlango wa 2, Biblia inasema kwamba hapakuwa na mvua juu ya nchi katika siku hizo kabla ya gharika. Na hapa Nuhu alikuwa akihubiri kwamba mvua itanyesha nyingi sana, kiasi kwamba viumbe vyote duniani vingefutiliwa mbali, vingezama. Naye alikuwa akijenga jahazi hili na akawaalika watu waje. Naam, nina hakika kwamba kulikuwa na wanasayansi hawa waliojiweka karibu, ili makundi ya watu waliokuwa wamesikiliza yale ambayo Nuhu alikuwa akisema wapite. Nao wangesema, sasa ikiwa nyinyi watu mngetaka kusikia tathmini kidogo ya kisayansi ya kile anachosema mtu huyu mwenda wazimu, basi nisikilizeni mimi. Na hivyo ni wazi walikuwa na ushawishi mkubwa sana, kwa sababu mwishowe ni Nuhu tu na familia yake na washiriki wa kila familia ya wanyama waliokolewa ndani ya safina. Na hivyo haishangazi kwamba leo tuna wanasayansi katika kundi la wanasayansi wa uumbaji, wanasayansi wa mageuzi, wote wakipinga kile tunachofanya. Sasa hili si jambo ambalo Ron Wyatt analifanya. Hili ni jambo ambalo Mungu analifanya. Naye ameniruhusu kupata na kuweka kumbukumbu, nasi tumejaribu kuwa makini sana katika nyaraka hizi, ili watu, ikiwa wanathamini sana ukweli, wauone ukweli wa kile kinachowasilishwa. Sasa Paulo, ambaye alikuwa amehubiri kwa miaka kadhaa, alimwandikia barua Timotheo, ambaye alikuwa mgeni katika kazi hii ya uinjilisti ya karne ya kwanza, na akamwambia epuka, tuseme, baadhi ya mambo yaliyokuwa yakitokea. Anasema, epuka marudio yasiyo na maana, epuka maneno matupu yasiyo na maana, na upinzani wa sayansi iitwayo hivyo kwa uongo. Na ni juu ya wane wanaotazama nyenzo hizi kuamua kile wanachotaka kuamini. Na tumetoa ushahidi ambao hauwezi kupingika. Kuna idadi kubwa ya watu ambao hawaji kuona mawasilisho kwa sababu ya maoni ambayo hawa wanaoitwa wanasayansi na wataalam katika nyanja hizi wametoa. Naam, hiyo inasikitisha, na hakuna njia ya kumsaidia mtu yoyote ambaye hataenda na kujionea mambo mwenyewe. Hakuna aibu kuambia watu hawa, naam, nataka kujionea mwenyewe. Inaonekana haiwezekani kabisa, lakini nataka kuona kama kuna ushahidi wa kuunga mkono madai ya uvumbuzi huu. Sasa, kwa kusikitisha, wataalam tulionao leo, vitabu vyao vyote vya kiada viliandikwa na wanamageuzi na vina kile kinachoitwa uthibitisho wa kisayansi.
ambao si uthibitisho hata kidogo. Nakumbuka huko nyuma nilipokuwa mtoto au kijana nikienda shule, kwamba mada ya mageuzi ilipojitokeza kila mara ilirejelewa kama nadharia ya mageuzi. Lakini sasa inapowasilishwa, wanasema ukweli wa mageuzi unaonyesha kuwa ni hivi. Naam, hakuna ukweli unaounga mkono mageuzi. Hakuna kiungo kilichokosekana kilichopatikana. Kumekuwa na majaribio ya watu wasio waaminifu kuunda viungo vilivyokosekana, kama mtu wa Pilltown, mtu wa Nebraska na wengine wengi, ambao walikuja kuwa ulaghai mtupu. Inasikitisha kwamba kuna wale ambao wanasisitiza kufanya kila kitu kiendane na kile kinachoitwa historia ya kisayansi ya sayari ya dunia. Na wanapofanya hivyo, bila shaka wanaacha ukweli na uaminifu nyuma. Na watu inabidi wajionee wenyewe ushahidi, na lazima waombe, kwa sababu Mungu atatia nuru akili zetu na kutusaidia kuelewa ukweli. Lakini ni ikiwa tu tutamuomba, na lazima tumuombe kwa jina na damu ya mwanawe, kwa maana huo ndio mpango uliowekwa kwa ajili yetu sote.